Katika kushikamana na kauli mbiu tutahuisha sunna moja ambayo aliyefanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na tutakumbushana. Sunna yenyewe ni adhkaru sabahi wal masa. Adhkaru sabahi wal masa. Afwan. Sijui kama kila mmoja amepata hii. Munazo sio? Okay. So tutafuatiliza hizi. So utafungua, hii ndio itakuwa page 1. Alafu hii page 2, alafu page 3, page 4, 5, alafu hii ndio mwanzo. Kwa hivyo imekunjwa, I hope imekunjwa hivi sio? Ukiona hii ndio page ya kwanza. Hii ndio ya kwanza. Tutakuwa ni wenye kusoma hapa hivi, mtafuatiliza hapa. Kisha tukifika page ya pili ni hapa, ya tatu ni hapa, ya nne ni hapa, na hii ndio ya mwisho. Jazakallahu khair. Barakallahu fik. Naam, adhkaru sabahi wal masaa. Adhkaru sabahi wal masaa. Kabla hatujampatia fursa Sheikh Usama atuanzie kutusomea adhkaru sabahi wal masaa, ni nini maana adhkar? Ni nini maana adhkar? Adhkar jam'u dhikr, jam'u dhikr. Katika lugha ya Kiswahili kuna umoja na wingi, sio? Na katika lugha Kiingereza kuna singular and plural. Kwa hivyo katika lugha ya Kiarabu kuna mufrad na jam', mufrad na jam'. So adhkar ni jam', ni wingi. Moja yake ni dhikr, dhikr. Hasa hii dhikr ni dhikr aina tofauti, kwa ndio maana zikaitwa adhkar, ni zaidi ya moja. Na adhkari hii zinajulikana kama as-sabah, za asubuhi wal masaa na jioni. Kwa hivyo mshajua maana adhkaru sabahi wal masaa ni adhkari za asubuhi na jioni. Na tumesema adhkar ni jamu ya dhikr, dhikr moja. Kwa hivyo hii dhikr Allah subhanahu wa ta'ala ametuhimiza tushikamane na dhikr. Na dhikr ni mtu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ni mtu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na dhikri hii ndio ni sababu kubwa ya kupata kujenga imani yako. Kupata yeyote ambaye anayetaka kujenga imani yake, yeyote ambaye anayetaka kupata utulivu katika moyo wake, ashikamane na dhikr. Na mwenye kutafuta raha katika moyo wake, basi ashikamane na dhikri ya Mwenyezi Mungu. Kuna watu wanatafuta raha na utulivu wa moyo, wanatafuta kwa njia zisizokuwa sawa. Wanakuwa ni wenye kudanganyika kwamba wanapata raha kwa kuwa ni wenye kufanya mambo fulani. Mathalan, kuna baadhi ya watu wanaona kwamba raha na utulivu wa moyo ni uraibu, ni kula miraa, kunywa pombe, aona kwamba yasikia raha, lakini ni uongo, yadanganyika. Asubuhi ikifika, pesa hana, na pia yomona kichwa, na kazi haizi kufanya, na mwili imechoka. Hasa amefikiri kwamba raha ni kutumia uraibu. Wengine wakaona raha ni mapenzi, kupendana. Una mtu ya kupenda, ama una msichana wampenda, ama kuna kijana ya kupenda, wasikia raha. Sasa wanaona kwamba utulivu utokana na mahaba. Wengine wanaona utulivu umetokamana na nini? Wengine wameona utulivu umetokamana na kusikiza music, kusikiza music. Ndio maana watu wengine wakiwa stressed wanasema acha nisikize music, anaasha ngoma. Sasa hii ni aina ya, hizi ni njia za makosa mtu hutumia kupata utulivu wa moyo. Utulivu wa moyo hupatikana kwa njia moja peke yake, naye ni kumtaja Allah. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akasema, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Hakuna njia nyingine ya moyo wako kupata utulivu na kupata raha kando na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa umedanganyika, ima shetani amekudanganya, ama nafsi yako imekudanganya, ama watu uliokuwa nao wamekudanganya kwamba ukitaka furaha, ukitaka raha, ukitaka utulivu, basi vuta bangi, basi kula miraa, basi kunywa pombe, basi tafuta pesa. Wengine wakipata dunia, akipata nyumba, akipata ploti, hajali ni halali ni haramu, anaona hivyo ndo atapata raha. Lakini ni uongo. Njia pekee ya kupata utulivu wa moyo na raha kwa ushahidi wa Qur'ani, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Na hii dhikri ya Mwenyezi Mungu imekuja kwa njia tofauti. Saa zingine Allah ameisifu Qur'ani kwa dhikr, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam ameita vikao vya ilmu kama hivi ni dhikr. Asema Rasul sallallahu alaihi wasallam, idha marartum bi riyadil jannati farta'u, mukipita katika mabustani za janna, mabustani,
basi mupate kukaa msitoke. Qalu wama riyadul janna, hizi riyadul janna ni nini, mabustani hizi? Basi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akasema hilaqu dhikr, hilaqu adh-dhikr. Akaita darsa kama hii hapa ni dhikr. Ar-Rasul amesifu kwamba ni dhikr. Qur'ani imesifiwa kwa dhikr, na watu kuja katika vikao vya elimu pia ni aina ya dhikr. Na hakika ni kwamba ukihudhuria vikao vya elimu kama hizi na vikao vya makumbusho na mawaidha, inakuwa sababu ya kupata utulivu. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tufanye dhikri kwa njia nyingi, kwa njia yote, ikiwa umesimama, umekaa, umelala. Allah asema alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allah subhanahu wa ta'ala asema ni wale katika ibada ya dhikr, si lazima usimame kama swala, na si lazima uelekee qibla, si lazima. Ibada hii ni unique. Allah asema kama umeshindwa kufanya lolote, kama umeshindwa kufanya dhikr kama umesimama, fanya kama umekaa. Umeshindwa kama umekaa, lala. Yani kivovote, hali yote, kwa sababu mwanadamu akiwa juu ya hii dunia, akiwa katika hii dunia, yuko katika hali tatu. Maadamu uko hai, ima umesimama, ama umekaa, ama umejilaza. Kuna mtu upeperuka hapa? Kuna mtu astaghfirullah. Kuna Superman hapa? Kuna Superman hapa? Hakuna mtu yuko kwa anga, labda uwe juu ya ndege. Lakini hali hizi tatu kumaanisha kivovote lazima umtaje Allah. Kwa hivyo ikiwa umesimama mtaje Allah, ikiwa umekaa mtaje Allah, ikiwa umejilaza mtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Na ibada hizi ambazo tunazozifanya, lengo na madhumuni ni kumtaja Allah. Allah subhanahu wa ta'ala alipotuamrisha tusimamishe swala, siri ni nini? Siri ni dhikr. Wa aqimis salata lidhikri. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika sura Taha, simamisheni swala, lengo na madhumuni, asbab al-asasi hiya dhikrullah. Bali katika kufanya tawaf na katika al-Kaaba na sa'i, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam atueleza siri ya kumtaja, siri ya kufanya ibada na kufanya tawaf kwa al-Kaaba. Asema sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja katika hadith في مسند إمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي، قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الله amejalia hii ibada ya kufanya tawaf kwa al-Kaaba kuna makusudio, na mtu kukimbia Safa al-Marwa kuna makusudio, na mtu kurusha mawe katika jamarat kuna makusudio. Makusudio nini? Ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hata hizi ibada tunazozifanya, malengo ya haya ibada ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mmejua faida ya dhikri, sio? Mmejua umuhimu wa dhikri. Hasa wacha niwape siri. Hakuna jambo shetani hufanya bidii kama yeye kukuzuia usimkumbuke Allah na usimtaje Allah. Hakuna jambo shetani hufanya bidii kama kukuzuia wewe usimtaje Allah na usimkumbuke Allah. Kwa sababu pindi akikuzuia ukashindwa kumtaja Allah na kumkumbuka Mwenyezi Mungu, basi ashakuweza. Lakini ukimtaja Allah na ukimkumbuka Mwenyezi Mungu kila saa, basi ashakimbia. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala aliposifu mbinu sheitani hutumia, saa zingine ima kwa waswasi, saa zingine atatumia vifaa ili umsahau Allah. Katika vifaa ambavyo Mwenyezi Mungu shetani hutumia tumsahau Allah, mathalan ni music. Katika jinsi shetani hutumia tumsahau Allah ni kunywa pombe na ulevi. Lengo ni kwa nini shetani yakusukuma utumie uraibu, madawa ya kulevya, pombe? Lengo ni usimtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sema istahwadha alayhim ash-shaytanu fa ansahum dhikra Allah. Amewasahulisha kumtaja Mwenyezi Mungu. Allah alipotaja kwa nini shetani yapenda tunywe pombe, Allah asema kwa nini yapenda tulewe, tutumie madawa ya uraibu. Lengo kwa nini shetani yakusukuma, he has one goal, ni umsahau Mwenyezi Mungu na usimtaje Mwenyezi Mungu. Wakati au pindi the time ikifika humtaji Mwenyezi Mungu, basi ashapata control, ashaweza kukukontrol. Allah asema kwa nini shetani yatusukuma tunywe pombe na tutumie madawa ya kulevya? Kwa nini? Qala jalla fi ula katika suratul Maida, inma yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha fi al-khamri wal-maisir wa yasuddakum an dhikri Allahi wa 'anis salah. Lengo kuu la shetani si lingine. Kwa nini yawasukuma
mupate kunywa pombe na mupate kulewa na mupate kuingia katika kucheza kamari, gambling, watu betting, unashughulishwa. Kwa nini wakushughulisha? Kwa nini wataka ulewe, ama kwa nini wakushughulisha na mambo ya betting na kufanya gambling? Kwa nini? Kwa sababu Allah asema wayasuddakum an dhikrillahi wa anis salah. Lengo lake ni kwamba uache kumtaja Allah, na lengo lake ni kwamba usisimamishe swala. Sasa haya mambo mawili yakikosekana katika maisha yako, basi shetani amekushinda nguvu na atakupeleka vile anavyotaka. Atakupeleka vile anavyotaka. Watukufu waumini, katika kumtaja Allah, Allah amewasifu waumini ya kwamba wao humtaja Allah katika kila hali, na hawakubali kushughulishwa na jambo lolote. Hawakubali kushughulishwa na jambo lolote huku wakaacha kumtaja Allah. Hawakubali. Allah subhanahu wa ta'ala asema ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Allah asema tumtaje sisi waumini, Allah tuamrisha tumtaje Allah kwa wingi. Kisha Allah asema ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Enyi mlioamini, musikubali mshughulishwe na mali yenu na watoto wenu mkaacha kumtaja Allah. Hasa waumini hawakubali kushughulishwa na jambo lolote. Ikifika wakati wa kumtaja Allah, ikifika wakati wa kusoma Qur'ani, wao wasema watoto kando, baadaye nikimaliza Qur'ani njoo. Mke akija, wacha nimalize Qur'ani yangu njoo tuzungumze. Biashara ikija naambia wacha nimalize swala zangu tutazungumza baadaye. Wacha nisome Qur'ani yangu Allah asema waumini, Allah tuamrisha sisi waumini tusikubali. Usikubali kushughulishwa na halali. Watoto ni halali yako. Mali kutafuta riziki ni halali. Hatuzungumzi juu ya haramu, hatuzungumzi juu ya pombe, tuzungumza juu ya halali. Allah tuamrisha musikubali mshughulishwe na halali mkaacha kumtaja Allah. Ikifika wakati wa kumtaja Allah, basi tanguliza hayo. Na Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu wale ambao hawakubali kushughulishwa na mambo ya kidunia, wakawa ni wenye kumtaja Allah, humtanguliza kumtaja Allah. Allah amewasifu haulai kwamba ndo rijal, wanaume, rijal. Allah asema rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Ni wanaume hao, wanaume. Allah asema hao ndo wanaume wa kisasa. Wanaume ambao hawakubali kushughulishwa na biashara eti waache kumtaja Allah, hawakubali. Ikifika wakati wa swala, ikifika wakati wa kusoma Qur'ani, ikifika wakati wa adhkar, dunia kando. Allah asema siku ukifika level hiyo, siku ukifika daraja hiyo, hukubali kushughulishwa na watoto wako, hukubali kushughulishwa na wake zako, hukubali kushughulishwa na mali yako, hukubali kushughulishwa na kazi zako. Allah amewasifu siku ukifika hiyo level, wewe ni mwanamume. Sijui kama maneno haya mmefahamu jamani. Nani mwanamume mbele ya macho Allah? Ni mwenye pesa? Mwanamume wa kisasa mbele ya macho Allah mwenye nguvu? Mwanamume mbele ya macho Allah ni yule ambaye ana mali, afanya kazi, lakini ikifika wakati wa ibada, ikifika wakati wa kumtaja Allah, asema la, hii kando. Wacha nimalize haya kisha nitarudia. Allah asema haulai rijal, hao ndo wanaume. Allah tujalie tufike daraja hiyo. Tofauti na munafikin, waumini hufanya bidii na hawashughulishwi na mali na watoto na dunia kumtaja Allah. Watamtaja Allah na waende wafanye kazi zao. Lakini munafikin hawamtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sema wala yadhkuruna Allah illa qalila. Ukiona katika hali yao vile walivyo, hawamtaji Allah isipokuwa muda mchache tu. Ikifika wakati subhanallah alhamdulillah basi wanaacha. Lakini muumini wa kisawasawa la, hayuko hivyo. Muumini wa kisawasawa ikifika wakati wa swala, ikifika wakati wa kumtaja Allah, ikifika wakati wa kusoma Qur'an, kila kitu pending, kila kitu baadaye. Wacha nimalize haya kisha nitarudia watoto wangu, kisha nitarudia kazi zangu, kisha nitarudia mambo yangu. Nafikiri imefahamika, sio? Nafikiri imefahamika, eh? Tayeb. Sasa tuje katika adhkar as-sabah. Mmejua adhkar ni jam'u dhikr, sio? Mmejua faida ya dhikr. Mmejua kwamba hii ndio njia yetu ya kumshinda shetani. As-sabah ni asubuhi. As-sabah ni asubuhi. Wal masa ni jioni. Wal masa ni jioni. Naam.
تفضل. أذكار الصباح والمساء من الكتاب والسنة. حسبك. أذكار الصباح والمساء من الكتاب والسنة. Hizi ni adhkar za asubuhi na jioni. Ni adhkar ambazo utazisoma asubuhi na jioni. Na hizi tumetoa wapi? Tumetoa kutoka kitabu, ima tumetoa kutoka Qur'ani, ama tumetoa kutoka sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Si maneno ya watu, ni ima ni maneno ya Mwenyezi Mungu ama ni maneno ya mtume wake. Nafikiri tumefahamika. Kwa hivyo yote ambayo tunajaribu kuyasema katika adhkaru sabahi wal masa yametoka wapi? Kutoka Qur'ani ama sunna. Kwa hivyo nikisema hii ni dhikri husema asubuhi, ama dhikri hii husema jioni, lazima uniulize dalili. Uniambie Sheikh, hii umetoa wapi? Sijui kama tuelewana. Kwa hivyo nikisema watakana usome Ayatul Kursi kila asubuhi na jioni, sawa, tunajua umuhimu wa Ayatul Kursi, lakini kusoma Ayatul Kursi asubuhi na jioni, Sheikh Jamaluddin umeitoa wapi? Nitakupatia dalili. Sijui kama tuelewana. Kwa hivyo adhkar hizi ni dhikr as-sabah za asubuhi na jioni, al-masa na jioni, min al-kitabi kutoka kitabu cha Mwenyezi Mungu, wa sunna au kutoka sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hapa nataka kutoa faida mbili za msingi. Adhkari hii ni aina ya ibada, na ibada zimekuja sampuli nyingi. Na ibada hii al-Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya, na alikuwa akihimiza masahaba wafanye. Na pia pindi alipokuwa akiwaeleza, fanyeni dhikri hii, ikifika asubuhi sema dua hii, ikifika asubuhi soma aya hii, ikifika jioni soma aya hii, ikifika jioni soma dhikri hii. Ukisoma dhikri hii ama aya hii faida yake ni kadha. Ukisoma dhikri hii asubuhi ama jioni faida yake ni kadha. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe alikuwa akifanya hii ibada, na masahaba zake walikuwa wakifanya radhiyallahu anhum wa arda. Si masahaba wanaume peke yake, hata wanawake. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma adhkari hii asubuhi na jioni. Hasa hapa nataka niwape faida mbili kuhusiana na sabah na masa. Faida ya kwanza kuhusiana na sabah, na faida ya pili kuhusiana na al-masa. As-sabah, asubuhi, huanza wakati gani? Ni kuanzia saa ngapi utaanza kusoma adhkaru sabah? Na al-masa huanza wakati gani watakana usome? Ama adhkaru sabah ina mwanzo wake. Mwanzo wake ni wakati salati subhi ikiingia. Salati subhi ni sala gani? Naam, salati subhi ni sala gani? Salati al-fajr. Kwa hivyo adhana ya pili, si ya kwanza. Adhana ya pili, leo tumeadhini 5:10, sio? Saa 11 na dakika 10. Kwa hivyo inapoadhiniwa subhi imeingia. Kwa hivyo adhkaru sabah waweza kusoma kuanzia wakati huo. Sijui kama tuelewana. Adhkaru sabah tuanza kuanza kusoma kuanzia wakati huo. Adhkaru sabah min as-subh. Kwa hivyo mwanzo adhkaru sabah ni adhan al-fajr athani. Tulu' al-fajr ikiingia wakati wa adhan, wakati ambapo huruhusiwi kula tena kama wafunga, sio? Kuna watu leo Alhamisi mathalan wamefunga. Ikifika wakati fulani haruhusiwi kula tena. Kwa hivyo hiyo wakati wa subhi ikifika adhana ya pili, basi subha hapo waweza kusoma adhkaru sabah. Kwa hivyo mwanzo wake. Mwisho wake ni wakati gani? Sasa hapo ulama wamekhtalifiana. Wote wamekubaliana adhkaru sabah yaanza wakati wa salatu subh. Lakini wamekhtalifiana yaisha saa ngapi? Ulama wengi wakawa na maoni wakasema yaisha baada ya jua kuchomoka, wakati wa ishraq. Kwa hivyo kuna 1 hour 1.5 hour. Wengine wakasema la, yaenda mpaka wakati wa dhuha, Sasa ulama wakasema baadhi yao, na muono huu ndio muono wa sawa insha Allah, wakasema wakati bora wa kusoma adhkaru sabah ni kuanzia adhan al-fajr athani, pale wakati wa salatu subhi ikiingia ikiadhiniwa mpaka kabla jua haijachomoka, wakati kama huu. Sijui kama tumefahamiana. Lakini ikiwa umeshughulika, ama ulikuwa safari, ama ulikuwa mgonjwa, ama umepitikiwa na usingizi, ukaamka wakati kama huu saizi jua yachomoka, utafanyaje? Utasoma adhkaru sabah. Wakasema waweza kusoma mpaka wakati wa
adhuha. Wengine wakasema waweza kufika mpaka wakati wa zawali, wengine wakafikisha mpaka saa 5 mchana waweza kusoma. Lakini wakati bora wa kusoma bila shaka ni baina adhani ya salati al-fajr ya pili mpaka kabla jua haijachomoka. Nafikiri tumefahamiana. So best time kusoma ni wakati huo. Kwa hivyo hii ndo kuhusiana na mida na wakati adhkaru sabah. Kuna wakati uliokuwa bora zaidi, na ukishughulishwa kama imekupita pia waweza kusoma baada salati wakati baada dhuha, wakati dhuha ikiwa imeingia. Hiyo ni faida kuhusiana na as-sabah. Al-masaa, jioni. What are the timings? Jioni. Hasa al-masaa ulama wamekhtalifiana. Je, yaanza saa ngapi? Ama subh wal sabah wamekubaliana ni adhan al-fajr thani. Lakini al-masaa wamekhtalifiana. Wengine wakasema al-masaa yaanza baada salati al-asr kwa sababu jioni imeingia. Wengine wakasema la, yaanza kuanzia adhan ya salati al-maghrib baada jua kufanya nini? Kuzama. Hasa kukusanya kauli yote. Kwa yule ambaye anayetaka kusoma adhkaru al-masaa, kuna wakati bora wa kusoma. Ikiadhiniwa salati al-asr, basi masaa waweza kusoma adhkaru al-masaa mpaka kabla al-magharibi. Na ikiwa umepitikiwa wataka kusoma baada al-maghrib, umeshughulishwa dunia, biashara, ikifika maghrib hujasoma adhkaru al-masaa, wewe soma hapo pia. Sijui kama tuelewana. Lakini wakati bora kusoma adhkaru al-masaa ni wakati gani? Naam, baina al-asr na maghrib. Kwa hivyo tumejua nyakati na mida za kusoma adhkaru sabah na adhkaru al-masaa. Na Rasul sallallahu alayhi wasallam akiswali salati al-fajr alikuwa akikaa akisoma adhkar. Alikuwa akikaa akisoma adhkar pamoja na masahaba, kila mmoja yashughulishwa, na walikuwa kikaa pale na Rasul sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba. Wakati jua ikishachomoka, sasa hapo wanakuja kupiga story, wakikumbushana mambo ya jahiliya. Lakini hakuna story baada salati al-fajr, hakuna story baada salati al-fajr, hakuna kupiga gumzo baada salati al-fajr. Kila mmoja yuko busy na kumtaja Allah, adhkaru sabah, na kumtaja Allah na kuleta tasbih. Yote tutasoma, na katika hiyo orodha mtaona tumetaja dhikr aina ngapi? Namba ziko 20 na ngapi? Tumetaja ngapi? 22, sio? Kwa hakika kuna 24, kuna 2 hazijaongezwa hapa. Mtanikumbusha, sio? Ni 24, kuna 2 hazijaongezwa. Kuna mathalan salatu ala rasulillah haijaongezwa, namba 23. Namba 24 kuna a'udhu bikalimati llahi tamati min sharri ma khalaq, na hiyo pia haijaongezwa. Kuna 2. Nikumbusheni nitaje inshallah. Kwa hivyo alhasil hizi ndo dhikri walikuwa kitaja Rasul sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba. Kwa hivyo ada yao ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa baada salati al-fajr wako katika adhkar. Jua ikishachomoka ndo wanakuja kukutana, wakipiga gumzo na kuchekeshana na kukumbushana hali ya jahiliya na mambo mengine kuhusiana na jahiliya. Na hii haikuwa hali ya wanaume peke yake, bali hata hali ya wanawake. Ama hali ya wanaume, Samura radhiyallahu anhu asema Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikaa. Qala na akunta tujalis Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Jabir ibn Samura aliulizwa, ulikuwa ukikaa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam? Qala na'am kathiran, nilikuwa nikikaa sana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi as-subh. Alikuwa Rasul sallallahu alayhi wasallam mahali amekaa salati al-fajr ameswali, alikuwa hainuki, alikuwa akikaa hiyo sehemu. Kama vile baadhi yenu mmekaa pale, sio? Mmeswali salati al-fajr, hapo mmeswali, mmekaa, sio? Mmehuisha sunna, sio? Hii sunna nyingine mchukue, msifanye hapa. Mkitoka hapa pia mfiki. Kwa hivyo sunna ni kwamba ukiswali salati al-fajr ukae pale. Asema kana la yaqum, alikuwa hainuki min musallahu alladhi yusalli fihi as-subh, kutoka sehemu alikuwa akiswali salatu as-subh hatta tatlu'a ash-shams, mpaka jua litakapochomoka. Kwa hivyo wewe kuwa na hii sunna, huisha hii sunna. Ukiswali salati al-fajr kaa hiyo sehemu mpaka wakati jua litafanya nini? Litakapochomoka. Fa idha tala'at ash-shams, na jua likichomoka, qama, alikuwa akiinuka baada hapo. Sasa alikuwa akikaa hiyo sehemu, hainuki more than 1 hour, akikaa hiyo sehemu mpaka jua likichomoka. Jua likishachomoka after sunrise,
wakanu yatahaddathun, walikuwa kipiga gumzo wakizungumziana na wakizungumza wakihadithiana, fayakhudhuna fi amri aljahiliya, wakikumbushana mambo ya ujahiliya zamani walikuwa wakifanya katika hali ya ukafiri, fayadhhakuna wa yatabassamu, walikuwa kichekeshana na kutabasamu. Kwa hivyo kama una story na mtu akukuja sema na mazungumzo naye, mwambie ngoja tuzungumze baada jua ikishachomoka. Nafikiri imefahamika. Mtu akamwambia na haja naye, mwambie ngoja nimtaje Allah, jua likishachomoka tuzungumze baadaye. Nafikiri imefahamika. Kwa nini? Hivyo ndio ilivyokuwa ada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na by the way, hii haiko hali ya wanaume peke yake, bali wanawake nyumbani walikuwa kiswali salat al-fajr, walikuwa kikaa na hawainuki mpaka baada ya jua ikichomoka. Mmoja katika wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam ajulikana kwa jina Juwairia binti al-Harith. Juwairia ni moja katika wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni katika majina mazuri. Allah akikupatia binti, mtoto wa kike, mtolee jina Juwairia. Ni katika ummahatul mu'min, moja katika wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Juwairia radhiyallahu anha, ummul mu'minin, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hasa siku moja Rasul sallallahu alaihi wasallam alimwacha, alitoka kwenda kuswalisha salat al-fajr. Asema anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina salla as-subh wa hiya fi masjidiha. Ar-Rasul alipoenda kuswalisha salat al-fajr sallallahu alaihi wasallam, yeye naye akakaa, alikuwa na sehemu nyumbani ametenga kuswali, akaa naye pia akaswali salat al-fajr. Thumma raja'a ba'da an adha, marra biha qariban min nisfi an-nahar wa hiya jalisa. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam baada jua kuchomoka wakati wa dhuha akapitia kumwangalia mke wake. Alipopitia pale akamuona Juwairia amekaa pale pale aliposwali salat al-fajr. Ar-Rasul akamwambia, ma zilti ala al-hali allati faraqtuka alaiha, uko katika ile hali nilikuacha nikitoka msikitini, nimekuacha umekaa hiyo, bado uko pale pale? Akaambia naam, niko pale pale. Kwa hivyo hii sunna si ya wanaume peke yake, pia ni ya wanawake. Nafikiri imefahamika. Kwa hivyo kina dada, kina mama ambao wako nyumbani pia wahuishe sunna hii. Kwa hivyo pia na sisi wanaume nataka tuwafaidishe wake zetu. Kina mama kila asubuhi hurausha watoto kwenda skuli, sio? Na kwenda madarasa. Hasa kama wampenda mke wako, wewe katika hizi siku 7 chagua siku moja, ima Monday ama Tuesday ama Wednesday. Utasema mimi kila Jumatano, wewe ukiswali salatu al-fajr kaa hapo mtaje Allah. Mimi nikitoka salatu al-fajr sitakaa msikitini. Siku hiyo ni wewe kuhisha sunna. Mimi nitarudi nyumbani, siku hiyo mimi ndo nitawatayarisha watoto waende shule. Naam. Tafadhali. Bismillah. Ikhwani, naambia kuna gari imeblock watu na wanataka kupita, KDL 142B imeblock watu wanataka kupita. Tafadhali mwenye hiyo gari aondoe. KDL 142B. Tamam. Wangapi wameo hapa? La ilaha illa Allah. Wangapi wanawake? Ya akhi, Allah wape wake shekha. Kuntu masakina wa ta'banin. Astaghfirullah alazim. Kwa wale ambao hawana wake, Allah wape wake wa khairi. Na kwa wale ambao wana wake, Allah wabarikie. Sijasema nyingi. Sheikh atasema ile dua nyingine. Kwa hivyo katika Allah asema katika Qur'an, wa ta'awanu 'ala al-birri, narudia tena, wa ta'awanu 'ala al-birri, narudia tena, wa ta'awanu 'ala al-birri, tuwe ni wenye kusaidiana na kushirikiana katika kufanya mema na mazuri. Hakuna mtu mzuri wa kushirikiana naye khairi kama mke wako. Na katika hii sunna usiwe mchoyo. Ikiwa mke wako yurausha watoto kila asubuhi, siku moja katika wiki mwambie, kwa sababu wanawake kuna siku zao za damu, sio? Hasa wewe chagua, mwambie every Monday nitakupatia. Ikiwa Monday hiyo ana damu, sasa utafanya siku za mbele, ama every Tuesday ama every Wednesday. Lakini mwachie mke wako siku moja kwa wiki ahuishe sunna kama mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akae amtaje Allah. Wewe mwanamume siku hiyo usikae msikitini, baada salati al-fajr njoo nyumbani, ushike watoto, uandae watoto, kila mmoja aende madrasa ama ni shule, lakini siku hiyo pia mke wako ahuishe sunna, hata kama ni mara moja kwa wiki.
inakuwa katika taawun ala albirri, kushirikiana katika mema na ucha Mungu. Nani yuko tayari kufanya hivyo? Hamna wake, mko tayari gani? Nani yuko tayari? Mimi niko tayari. Na inshallah nani atatiania akiwa na mke pia atafanya. Usama, najua huna mke. Sio? Tuko tayari kufuata hii sunna, sio? Wataawanu ala albirri. Kwa hivyo hii sunna pia ipatikane katika nyumba zetu. Kwa hivyo wewe ukiswali salati al-fajr, kaa ile sehemu umtaje Allah. Na mke wako pia mruhusu, msaidie. Ima msaidie kwa kumwandikia mfanyikazi siku hiyo warausha watoto, ama wewe mwenyewe fanya hivyo. Na yeye ahuishe sunna anaposwali salatu al-fajr, akae pale pale. Na wewe kabla hujatoka salatu al-fajr uamshe watoto, mwambie mimi narudi leo, mimi ndo nawatayarisha. Sasa watoto wakisikia baba leo mimi ndo nawatayarisha, kila mmoja si atamka haraka. Kwa hivyo pia tushirikiane na wake zetu na familia zetu, wataawanu ala albirri wattaqwa. Hapo itakuwa insha Allah nimefanya utangulizi adhkaru sabah na masaa. Tumejua maana dhikr, tumejua maana sabah, tumejua maana masaa, tumejua ni wakati gani bora kusoma adhkaru sabah na wakati gani ikikupita utaendelea kusoma. Tumejua ni wakati gani bora kusoma adhkaru masaa na ikikupita utasoma baada al-maghrib. Kadhalika tumejua sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, namna alivyokuwa kikaa mpaka jua itoke, jua lichomoke. Kadhalika wake zake akiwemo Ummul Mu'minin Juwairia pamoja na masahabia wengine. Basi tutaingia katika mada. Bismillah. Dhikri ya kwanza. Naam. الذكر الأول. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذكر الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. هي hujulikana kama khutbatul haja. Na Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwafundisha masahaba kama vile alivyokuwa akiwafundisha sura ya Qur'ani, na pia alikuwa akitumia katika khutba siku ya Ijumaa. Nafikiri siku ya Ijumaa imam akipanda juu ya mimbar mwasikia hii, sivyo? Au pia katika nikah ikiwa nikah inafungisha pia mtu usoma hii khutbatul haja. Kwa hivyo ni vizuri tuhifadhi. Siku moja kama umepewa fursa kuzungumza mbele ya watu, utasoma hii khutbatul haja, hata kama ni katika family au hata kama ni msikitini au hata kama ni katika vikao hasa, utaanza innal hamdalillah, ni khutbatul haja. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwafundisha masahaba kama vile wahifadhi kama vile sura ya Qur'ani. Kwa hivyo hii ni sunna ngapi? Na naambia muhuisha ya pili. Sunna ngapi? Ya pili. Mko tayari kuhifadhi inshallah? Kwa hivyo hii yatumika katika mimbar, katika muhadhara, yatumika katika nikah, yakutumika katika vikao. Tuhuishe sunna hii inshallah na Mwenyezi Mungu atuwafikie inshallah. Naam. أما بعد. هذه مجموعة من أذكار الصباح والمساء من الكتاب والسنة. من أذكار مجرور. من أذكار الصباح والمساء من الكتاب والسنة. أسأل. Naam, sasa hii ni mkusanyiko. Sasa hii hawa ndugu zetu Risala Kenya. Mnajua Risala Kenya? Mnajua Risala Kenya? Wangapi wanajua Risala Kenya? Mmeona Risala Kenya huku nyuma? Ama hamuoni ama hakuna? Mnaona Risala Kenya, sio? Hawa ndo watu Allah wajaze kila la khairi, ndo wameandaa kongamano hili. Sisi ambao tunakuja kuzungumza hatujafanya lolote. Wao ndo wameandaa hii khairi yote. Allah watakabalie. Wametoa wakati wao, wametoa nguvu zao, wametoa mali yao, wametoa juhudi zao, wamekaa mbali na familia zao, familia yao wote wamekuja hapa. Lengo ni kuhuisha sunna na kufanya barnamiji za da'wa. Na Risala Kenya wamefanya juhudi nyingi katika kufanya da'wa mwaka mzima. Utasikia mara mashaikh wameenda Marsabit, mara utasikia wameenda
Kabarnet, yote ni Risala Kenya. Allah wajaze kila la khairi na watakabalie juhudi zao. Kadhalika upande mwingine utaona kando na Risala Kenya kuna nini? Sorry? Da'wa Connect. Da'wa Connect mshawasikia. Hasa Risala Kenya na Da'wa Connect wao wanashirikiana katika da'wa, wanafanya pamoja. Hasa Da'wa Connect mtakuja kuona wao ni vijana. Ni vijana, hakuna ulama baina yao. Ni vijana ambao wamespecialize katika IT. Mwajua IT? Mambo ya computer. So wakajiuliza sisi tutafanya vipi da'wa? Sisi hatuna elimu lakini tuna ujuzi wa kutumia computer na internet na mambo IT. Wakakusanyika pamoja, wakasema tufanye Da'wa Connect. Wakasema hii elimu yetu tutaitumia katika da'wa. Kwa hivyo ukiangalia website zao wanatumia kusaidia watu katika kujibu maswali ya dini. Sasa ukiscan hii QR code, hii inaitwa, wana hii dot ndogo hapa inaitwa nini? QR code, sio? Kwa hivyo wangapi wanajua kutumia QR code? Mwajua sio? So nitawapa mfano. Afan. Hii ni QR code Mnaona hii sio? Sasa hii QR code ambayo iko hapa, nikitumia simu yangu na scan. Bismillah. Muona hii sio? Sijui kama mnaweza kuzoom pale. Muona sio? Hii QR code ukiweka kamera inaonyesha Da'wa Connect. So unafinya hapa Da'wa Connect, itanipeleka katika page, itasema kama hii umepoteza mathalan. Itasema wataka kudownload hii page, nitasema ita-download. Alafu nitapata. Simeona hiyo? Hii si sihir. Si uchawi. Hii si sihir. Ni aina na elimu vijana wetu wa kompyuta wanaofanya. Ndio maana katika page hapo utaona imeandikwa Da'wa Connect, imeandikwa katika Da'wa Connect, sio? Hii ni kazi ya majenzi. Hii ni kwa sababu wote ni majenzi hao. Jenzi wa khair lakini si wa maandamano. Sawa? Kwa hivyo hii ni juhudi wamefanya. Kwa hivyo hao ndo Da'wa Connect. Ni vizuri muwajue, na Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam atufundisha asema man sana'a ilaykum ma'rufan fakafiu fa illam tukafiu fad'u lahu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema mtu yoyote duniani anayekufanyia khairi, mtu yoyote anayekufanyia khairi katika dini yako, dunia yako, akhira yako, mtu yoyote anayekufanyia khairi, fanya bidii umlipe, fanya bidii urudishe mema aliyokufanyia. Hasa hawa Risala Kenya na Da'wa Connect wametufanyia khairi ya dunia na akhira. Hapa tumekuja wametuandalia mazingara, alhamdulillah, sound system ni nzuri. Baada hapa kuna kula. Mwalipa shilingi ama mmelipishwa? Hamulipi lolote. Si ni khairi ya dunia na khairi ya dini. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema mtu yote duniani, mtu yote katika maisha yako anayekufanyia khairi, fanya bidii umlipe. Ikiwa umeshindwa kumlipa, basi mkumbuke kwa dua, muombe dua. Na dua bora ya kumkumbuka mtu na dua bora ya kumshukuru mtu, kumwombea kwa khairi aliyokufanyia, ni kumwambia jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Na hao ndugu zetu wa Risala Kenya tuwaambia jazakumullahu khairan. Semeni jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Na hao ndugu zetu wa Da'wa Connect hatuwezi kuwalipa, tuwaambia pia wao jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Mwajua maana jazakumullahu khairan? Maneno mazito. Wamwambia mtu mimi nimeshindwa kukulipa, malipo yako nimemwachia Allah akulipe. Dua nzuri ama si nzuri? Jazakallahu khairan. Malipo yako iko kwa Allah, Allah akulipe. Na naomba Allah walipe ndugu zetu, walipe kisawasawa kama alivyosema Mwenyezi Mungu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah atawalipa mpaka muridhie. Na naomba Allah walipe mpaka waridhie duniani na akhera. Kwa hivyo adhkaru sabahi wal masaa, Allah wajaze kila la khair. Kwa hivyo hii ni khutbatul haja. Tutaingia katika dhikri ya kwanza. Naam. أسأل الله تعالى أن ينفع بها. آمين. الذكر الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kwa hivyo hii ni dhikri ya kwanza ya asubuhi na jioni. Hasa tumesema na hii ni ayatul kursi. Na hakuna aya tuyasoma kila siku zaidi ya baada suratul Fatiha, kwa sababu kwa yule anayeswali atasoma suratul Fatiha kwa sala za faradhi mara ngapi? 17. Kwa sababu swala za faradhi kuna raka ngapi? 2 za alafu 4 za alafu 4 za ngapi hizo? 10, sio? Maghrib ni ngapi? Isha ni ngapi? Zote ni raka ngapi tuswali kwa siku faradhi? 17. Na kila raka tusoma suratul. Kwa hivyo hakuna sura mtu husoma sana kwa siku kama suratul Fatiha. Baada suratul Fatiha hakuna aya ama hakuna Qur'ani tunaisoma sana kama ayatul kursi kwa siku. Kwa siku tutasoma ayatul kursi mara 8. Kivipi? Ayatul kursi tunataka tusome kila asubuhi. Tunatakana tuisome kila jioni. Tunatakana tuisome tunapolala. Mara ngapi hizo? Na Rasul sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza tuisome ayatul kursi wakati baada kila swala. Ukisha swali salati al-fajr, ar-Rasul asema soma ayatul kursi sallallahu alaihi wasallam. Salatu dhuhr soma ayatul kursi ukishamaliza kuswali. Salatu al-maghrib, asr soma ayatul kursi. Salatu al-maghrib ukimaliza soma ayatul kursi. Salatu al-isha soma ayatul kursi. Kuna hadith makhsus imekuja kuhimiza kusoma ayatul kursi. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema mwenye kusoma ayatul kursi baada kila swala za faradhi hakuna kinachomzuia kuingia janna isipokuwa nini? Mauti. Yani wewe na janna ni kukufa tu, ngoja kufa upelekwe janna. Hasa jamani, tutasoma ama hatusomi? Tutasoma. Hasa kwa hivyo tutasoma ayatul kursi mara ngapi kwa siku? Kadhalika tuambiwa tusome ayatul kursi kabla hatujalala. Imekuja hadith makhsus katika adhkarun naum. Na Allah akitupatia uhai na uzima mwaka ujao tukifanya kongamano kama ni Nakuru ama ni kwingine, kongamano la mwaka, tutafundishana adhkarun naum na adabun naum. Kwa hivyo katika adhkarun naum tusome ayatul kursi, na asubuhi na jioni pia tusome ayatul kursi. Lakini sisi tumesema ikiwa tumesema ayatul kursi lazima tusome asubuhi na jioni, kweli ni vizuri, lakini kuna dalili gani? Sio, I must give you proof. Kusoma ayatul kursi asubuhi na jioni imekuja katika Sunan an-Nasa'i, Sunan Abi Daud, Sunan an-Nasa'i imekuja katika at-Tabarani, na zote zimekuja hasanahu Sheikh al-Albani rahmatullah alayhi, na kadhalika Sheikh bin Baz. Hasa imekuja hadith makhsus tutakana tusome ayatul kursi asubuhi na jioni. Aliyetusimulia hadithi hii au tukio hili ni Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu. Ubay ibn Ka'b ni sahabi ambaye aliishi zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alikutana na jini miongoni mwa majini na mashaitani. Ubay ibn Ka'b alikuwa na jurn. Jurn ni sehemu mtu hukausha tende. Wajua tende unapoitunda lazima ikaushwe ili iweze kubakia itumike mwaka mzima. Ni kama vile zabibu. Mnajua zabibu, sio? Zabibu asili yake ni matunda inajulikana kama grapes, sio? Kwa hivyo zile grapes zinaachwa zipigwe na jua zikauke, kisha baadaye zikawekwa zikasukua stored zikatumika. Ndio maana huwekwa baadaye katika chakula ama pilau ama mchele ama wali au jambo. Kadhalika tende, watu wakishatunda tende kuna sehemu huwekwa ikakaushwa. Sehemu hiyo ina jina katika lugha ya Kiarabu, hujulikana kama jurn. Hasa Ubay ibn Ka'b alikuwa na jurn, sehemu ya kukausha tende. Na alikuwa akikausha tende na alikuwa akikaa usiku kuchunga saa zingine. Asema akapita mtu pale, kimo chake ni kimo cha mtu ambaye kijana mdogo saizi yake.
Asema nilipomuona vile alivyo nikashangazwa, nikamuuliza ma anta jinni am ins, wewe ni mwanadamu ama ni mjini? Qala ana jinn, asema mimi ni jini. Akaambia unakuja kutafuta nini kwangu? Qala fanawilni yadak, nionyeshe mkono wako. Asema nikiona mkono wake, fa idha yaduhu yadu kalbin, nikiangalia mkono wake ni kama mkono wa mbwa. Nikamuuliza hadha khalqul jinn, hivi ndo majini walivyo katika maumbile yake? Katika hali kama hiyo akamwambia umekuja kutafuta nini? Fama jaa bik. Ubay ibn Ka'b akaambiwa na ule jini, balaghana annaka tuhibbu sadaqa, tumeambiwa kwamba wewe unapenda kutoa sadaqa na sisi tuna njaa, fajina nusibu min ta'amik, sisi tumekuja kula chakula chako. Basi akaambia nitakupatia chakula, lakini naomba uniambie nikitaka Allah nilinde kutokana na shari ya majini na mashaitani nifanye nini? Qala fama yunjina minkum, kitu gani kitanilinda na iniokoe kutokana na nyinyi? Qala hadhihi al-aya allati fi surati al-Baqara, soma aya ambayo ilikuwa katika suratu al-Baqara, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Tusomeni pamoja, iko adhkari yetu asubuhi, sio? A'udhu billahi, tuanze. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Akasema man qalaha hina yumsi ujira minna hatta yusbih wa man qala hina yusbih ujira minna hatta yumsi. Allahu akbar. Akasema yule jini kumwambia Ubay ibn Ka'b, mwenye kusoma hii asubuhi hatuwezi kumfikia mpaka jioni. Jioni akisahau tuweza kumsumbua, na jioni pia akisema hatuwezi kumkaribia mpaka asubuhi. Kwa hivyo ukisema asubuhi uko na protection mpaka jioni, na ukisema jioni uko na protection mpaka asubuhi. Asema lakini huu ni jini, wacha nikamuulize Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala falamma asbah, ilikuwa ni usiku. Falamma asbah, ilipofika asubuhi, asema nikaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia Rasulullah, hawa majini tukisoma ayatul kursi asubuhi Allah yatulinda kutokana na nao mpaka jioni, na ikifika jioni tukisoma ayatul kursi Allah yatulinda kutokana na majini na mashaitani mpaka asubuhi. Je, ni kweli? Ar-Rasul akamwambia naam, ni kweli. Sadaqa al-khabith, yule khabithi yule shaitani amesema ukweli. Kwa hivyo hii ni dalili, tukisema soma ayatul kursi asubuhi, hii ndo hadith dalili, hadithi ya Ubay ibn Ka'b. Nafikiri imefahamika, sio? Kwa hivyo katika adhkaru ya asubuhi kusoma ayatul kursi, katika adhkaru ya jioni kusoma ayatul kursi. Na ushahidi ni hadithi ya Ubay ibn Ka'b ambayo ilikuja katika Mu'jam at-Tabarani, kadhalika Sunan an-Nasa'i. Kwa hivyo hii ni dhikri ya ngapi? Dhikri ya ngapi hiyo? Tuje katika ya pili. الذكر الثاني بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس 3 مرات. 3 مرات. طيب, hizi ni qul tatu za mwisho. Qul tatu za mwisho. Qul mbili za mwisho katika Qur'an ni qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Hizi qul mbili za mwisho
ina jina lake ni muawwidhatain. Kwa hivyo ukisikia muawwidhatain ni qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Tumefahamu hilo sio? Kwa hivyo tuna qul huwallahu ahad na muawwidhatain, ay qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Sasa tumesema sisi tunaenda kwa dalili. Sasa hapa waliotunga kitabu walioandika wasema ikiwa wataka katika adhkar watakana usome asubuhi na jioni ni qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas mara 3. Bimaana qul huwallahu ahad utasoma mara 3, qul a'udhu birabbil falaq utasoma mara 3 na qul a'udhu birabbin nas utasoma mara ngapi? Mara 3. Sasa ikiwa tumejua hilo, nataka niwape dalili. Dalil ni hadith ya Abdullah ibn Khubayb radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Khubayb ni hadith iliyokuja katika Sunan Abi Daud wa Tirmidhi. Abdullah ibn Khubayb asema kharajna fi laylatin matirin wa dhulmatin shadida. Tulitoka usiku mmoja, usiku huo ilikuwa ni usiku wa giza, na sababu ya giza kuwa zaidi, kila usiku ni giza, hakuna usiku wa mwangaza, lakini giza usiku huo ilitanda zaidi, ilikuwa ni nyingi zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa na mvua nyingi, kulikuwa na mvua nyingi, na tunajua mvua ikiwa nyingi mawingu yanatanda, na kama ni usiku giza inakuwa ni zaidi. Qala kharajna fi laylatin matirin wa dhulmatin shadida. Tulitoka usiku mmoja wa giza na mvua ilikuwa ni nyingi. Natlubu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam liyusalli lana. Tulitoka kumtafuta Mtume sallallahu alayhi wasallam aswali na sisi, fa adraknahu, tukampata. Hasa huenda kwa nini Rasul alikuwa ametafuta usiku huo ni kwamba hawakuwa Madina, walikuwa safari, ima walienda jihad ama walikuwa nje ya mji wa Madina, giza ikawapata, usiku ikawapata, wakaenda kumtafuta Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu ingekuwa ni Madina, Rasul sallallahu alaihi wasallam nyumbani kwake alikuwa akiingia msikitini moja kwa moja. Kwa hivyo kwa nini Rasul alitafutwa? Kwa sababu alikuwa safari, sio? Hasa asema ikafika wakati na kuwadia wakati wa salati al-fajr, tukiangalia tumtafuta Rasul sallallahu alaihi wasallam atuswalisha. Ikiwa tumekaa na yutuswalisha sallallahu alaihi wasallam, tumtafuta atuswalisha sallallahu alaihi wasallam, tukamwahi, akatuuliza swali la kwanza, asallaitum, je mmeswali salati al-fajr? Ahsant. Je mmeswali salati al-fajr? Asallaitum? Falam aqul shay'an, tukamwambia sikusema kitu. Ar-Rasul akasema sawa, akauliza qul, sema qul. Asema nikasema niseme nini? Maana lugha ya Kiarabu qul ni sema. Qul say, qul sema, qul sema. Asema Rasul aliponiambia sema, nikashindwa niseme nini. Qala falam aqul shay'an, sikusema lolote. Qala qul, faqultu ya Rasul Allah ma aqul, niseme nini ya Rasul Allah? Akaambia qul huwa Allahu ahad wal muawwidhatayn. Muawwidhatayn tumesema ni qul gani? Qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Qul huwa Allahu ahad wal muawwidhatayn hina tumsi wa hina tusbih 3 marrat takfika min kulli shay. Allahu akbar, Allahu akbar. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam sema qul huwa Allahu ahad na muawwidhatayn, qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Hina tumsi, useme jioni, wa hina tusbih, na asubuhi, 3 marrat, mara 3. Ukiarudia hizi qul 3, takfika min kulli shay, itakutosheleza na kila kitu. Na hii ni katika njia mwandishi ameanza na hizi adhkar. Kwa nini? Kwa sababu zile adhkari zilizosalia ukishindwa kuyasema hizi zitakutosha. Ndio maana mwandishi katika husni ta'lif, katika kuandika, alipokusanya adhkari hizi, by the way mwandishi aliandika adhkari hizi alikusanya, tutumia kitabu cha Dr. Said al-Qahtani, aliandika kitabu Hisnul Muslim. Mmesikia Hisnul Muslim sio? Hisnul Muslim.
Kwa hivyo Hisnul Muslim, mwandishi Dr. Said al-Qahtani alipoanza kuandika kutunga kitabu Hisnul Muslim, na alipofika katika sehemu ya adhkaru sabah na masa, akaanza na ayatul kursi na hizi qul tatu kabla hajaingia katika adhkari zingine. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na hizi qul tatu, ukisoma hizi qul tatu zimekutosheleza na kila balaa, kila balaa. Hasa wewe ikifika asubuhi baada salati al-fajr au baada al-adhan ya salati al-fajr, soma ayatul kursi, qul huwallahu ahad mara tatu, qul a'udhu birabbil falaq mara tatu, qul a'udhu birabbin nas mara tatu. Ikishaingia wakati wa al-asr, adhkaru masaa imeingia jioni, soma ayatul kursi, qul huwallahu ahad mara tatu, qul a'udhu birabbil falaq mara tatu, qul a'udhu birabbin nas mara tatu. Ukisoma basi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema takfika min kulli shay, itakutosheleza na kila kitu. Bali nawapa faida moja ajib kuhusiana na hizi qul tatu, hasatan hizi qul mbili za mwisho, qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Asema ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ma ta'awwadha muta'awwidhin bimithlihima. Allahu akbar, Allahu akbar. Ma ta'awwadha muta'awwidhin bimithlihima, hakuna njia bora ama kinga bora mtu yaweza kupata protection kumuliza Allah amlinde na kinga bora kushinda hizi sura mbili, qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Kuna watu hutafuta kinga, wengine huvaa hirizi. Mnajua hirizi sio? Kwa nini nasema sitaki hii ni kinga natafuta? Lakini ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema hakuna kinga bora na hakuna mfano wake, hakuna kinga bora mtu aweza kutafuta kuliko muawwidhatayn, qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Hasa tuje katika hizi sura tatu kwa haraka wakati wa uruhusu. Qul huwallahu ahad ni suratul ikhlas, na qul huwallahu ahad ni ar-Rasul ameisifu kwamba ni thuluthil Qur'an, ni thuluthil Qur'an. Qul huwallahu ahad, ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema mwenye kuisoma qul huwallahu ahad mara 10 Allah atamjengea nyumba katika janna. Bana Allahu lahu, ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam atamjengea nyumba katika janna. Bana Allahu lahu baitan fil janna. Nani ataka ploti Nakuru leo? Nani ko tayari nimlie tumtafutie ploti eka 10 hapa Nakuru? Ama mtafuta Nairobi ndo ghali zaidi? Wacha ploti utapata ploti katika janna. Wacha ploti katika janna utapata ploti na nyumba ukisoma qul huwallahu ahad mara 10. Muonaje tutafute ploti na nyumba katika janna? Only 1 minute. Tufanye sio? Haya, tuhishe sunna. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. يا أخي 1 minute 60 seconds umepata ploti na nyumba katika janna. Allahu akbar. Allah tutakabalie. Allah tutakabalia. Hasa wewe ukiona mtu ana nyumba kubwa ama ana ploti kubwa ukapendezwa, wewe soma qul huwallahu 10, Allah yakupatia janna. Muombe Allah mbarikie, lakini wewe tafuta ya janna. Ukipata dunia alhamdulillah, usipopata muhimu usikose ya janna. Wal akhiratu khairun wa abqa. Tayib. Hii ndo siri katika qul huwallahu ahad, ni thuluthul Qur'an, na qul huwallahu ahad ina fadla nyingi, na kwa sababu ni sura ambaye haimzungumzie yeyote isipokuwa Allah. Sura hii yamzungumzia juu ya Allah peke yake. Qul, sema huwa Allahu, Allah ni mmoja. Allahu
Samad ni yule ambaye aliyejitosheleza, hahitaji mtu na wengine wote wanamhitaji. Hadha maana samad. Ukisikia Abdus Samad, mja wa as-Samad, sifa ya as-Samad ni yule ambaye hahitaji mtu na kila mtu yamhitaji. Allah huwa ndio, sote tumhitaji Allah na yeye hatuhitaji. Ya ayuha nas antumul fuqara'u ila Allah, nyote ni mafuqara kwa Mwenyezi Mungu, sisi ndio tumhitaji. Wallahu ghani wa antumul fuqara, Allah ndo mkwasi. Hasa Allah ni as-Samad. Qul huwa Allahu ahad, sifa ya Allah ni yeye peke yake mmoja. Ndio maana tunasema la ilaha Allahu Samad, maana yake ni yule ambaye amejitosheleza, hamhitaji mtu na kila mtu yamhitaji yeye. As-Samad. Katika sifa zake, lam yalid wala yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa. Watu Christmas wanasherehekea mtoto wa Mungu, sio? Lakini Allah asema mimi sikuzaa wala sikuzaliwa, sina mtoto. Kuna makosa gani ukisema Mwenyezi Mungu amezaa? Ni makosa makubwa. Waqalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda, ni kitu kubwa sana. Na katika madhambi makubwa mtu aweza kusema katika maisha yake ni kusema Mwenyezi Mungu ana mtoto. Na ni watu sampuli tatu waliosema Mwenyezi Mungu ana mtoto. Wa kwanza ni Mayahudi, waqalat al-yahudu Uzairu ibn Allah, waqalat al-masihu waqalat an-nasara masihu ibn Allah. Na kufaru Quraish, kufaru Quraish waliposema malaikatu banatullah, Allah wauliza katika Qur'an, ashahidu khalqahu satuktabu shahadatuhum wa yusalun. Kwa hivyo ni wangapi wamesema Mwenyezi Mungu ana mtoto? Mayahudi wamesema Uzair ni mtoto wa Mwenyezi Mungu, ma'adhallah. Manasara wakasema Isa ni mtoto wa Mwenyezi Mungu, ma'adhallah. Kufaru Quraish wakasema malaika ni watoto wa kike wa Mwenyezi Mungu, ma'adhallah. Mwenyezi Mungu asema lam yalid, hakuzaa. Na ukisema umezaa yamaanisha nini? Ukikubali kwamba amezaa inamaanisha pia wao ni Mungu. Mwanadamu huzaa nani? Huzaa panya? Naam, kuna mwanadamu mmeona amezaa panya? Mwanadamu huzaa nani? Mwanadamu. Paka huzaa? Mbuzi huzaa? Na mkisema Mungu amezaa kumaanisha huyo pia atakuwa nani? Na sisi hatukubali. Hatukubali, wal iyadhu billah. Tusema qul huwa Allahu ahad. Ndio maana ikaja lam yalid, hakuzaa, wala yulad, hakuzaliwa. Kumaanisha ikiwa amezaliwa aliyemzaa pia atakuwa ni nani? Mungu. Nafikiri tumefahamiana, sio? Hasa hii ndo suratu al-Ikhlas. Nini maana qul a'udhu birabbil falaq kwa haraka? Qul a'udhu bimaana altaji'u, naomba kinga na ulinzi. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ana mfano mzuri kutueleza maana mtu kusema a'udhu, naomba ulinzi na kinga. Ni mfano wa mtu ama mtoto aliyemwona mnyama, mbwa yomfukuza, akamwona babake. Yule mtoto ataenda kwa nani? Atamkimbilia kwa babake. Babake akampokea, akamprotect, akachukua mawe ama akachukua jiwe ama akachukua fimbo, akaanza kumfukuza yule mbwa. Hiyo ndo maana a'udhu. Tukisema a'udhu bimaana tumkimbilia Allah na twakimbia mambo. Tumkimbilia Allah ili atulinde kutokana na yale mambo ambayo yanataka kutudhuru. Hiyo ndo maana a'udhu. Tumeelewana, sio? Qul a'udhu birabbil falaq. Hasa Allah ndo ar-Rabb, mlezi. Rabbil falaq min sharri ma khalaq. Mwanzo wa muomba Allah kwa jumla, ya Rabbi, viumbe vyote ulivyoumba na kuomba unilinde kutokana na shari zao. Kisha baada kutaja kwa jumla, sasa ameanza kutaja kwa ndani. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq. Sasa kuna mifano kadhaa Allah yotueleza tumuombe ili tuepukane na shari zao. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha. Maana ghasiq, afwan,
معنى غاسق من شر ما يكون في الليل. Ghasiq ni usiku, kwa sababu usiku ukija jana shari nyingi. Ndio maana tumeamrishwa giza ikiingia magharibi, muongozo kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mtoto mdogo ikiadhiniwa asikae nje. Magharibi ikiingia, giza ikiingia, mtoto huingizwa ndani, kwa sababu ndo wakati majini na mashetani na maradhi na pepo mbaya ndo huenea. Hasa wewe wamuomba Allah akuepushe na shari ya hii usiku inapoingia. Idha waqab, ghasiqin idha waqab. Maana al-ghasiq al-layli idha aqbala, ni wakati usiku unapoingia, na usiku ukiingia yaja na shari nyingi. Sasa miongoni mwa shari inayofanyika usiku, qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad. Katika shari zinazofanyika usiku ni wale wenye kufanya sihri na uganga na uchawi hupenda kufanya kazi zao usiku. Na wale hupenda kudhuru watu kutumia majini na mashetani hufanya kazi hizo usiku. Sasa Allah asema naffathati fil 'uqad. Uqad, chukueni mfano huu. Uqad ni fundo. Uqad ni fundo, sawa? Sasa wale wenye kufanya sihir na uchawi hufunga fundo, kisha wakataja majina ya mashetani, wakataja jina hiyo, wakapuliza. Sisi tumuomba Allah, si ndio? Wao huomba majini na mashetani. Wanamuomba yule jini na shetani wamdhuru yule mtu alimkusudia. Wanataja jina yule mtu na yule shetani, wakisema tuseme shetani yaitwa wakisema alafu wanafunga. Uqad ni fundo. Hasa hawa hupuliza naffathati fil 'uqad, na hivi ndo watu hufanya sihir na uchawi. Hasa Allah yakuambia muombe nikulinde na shari ya viumbe, omba nikulinde na shari za giza na usiku, na omba nikulinde kutokana na shari za usiku zinazofanyika wenye kufanya uchawi. Hasa ikiwa umesoma hii sura, anayefanya uganga na uchawi ataweza kukudhuru? Nauliza, ataweza? Haizi kutoboa. Na aina pili nyingine, aina nyingine ya shari ambaye Allah ameumba, wa min sharri hasidin idha hasad. Hasid ni mtu ambaye amekuona na neema na hajafurahia. Amekuona kuna neema fulani uko naye, kuna khairi fulani Allah amekupa, hafurahi. Na wengine kando na kufurahia, sasa wanaenda uhasidi, wajue kwa level kadhaa. Kuna ile level ya chini, akikuona una neema hafurahi, asikia vibaya. Na kuna mwingine uhasidi wake ni grade ya juu zaidi. Afanyaje? Atafanya bidii hiyo neema akupokonye, ukose. Kama ni kazi atafanya bidii hiyo neema ukose. Kama ni mali atafanya bidii hiyo mali ukose. Hajafurahia na yuatia bidii ukose hiyo neema. Sasa hawa ni hasid. Na wako duniani kuna watu daiman hawafurahi neema ambayo Allah amekupa, na huwa hawazungumzi, hawakwambii mimi sifurahi, na we hujui, lakini Allah yafanya nini? Allah yawajua. Sasa Allah yakwambia omba nikulinde kutokana na shari zao. Kwa hivyo hizi ni shari na kinga ambayo tutakana tumuombe Allah. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma, kwa jumla viumbe vote, wa min sharri ghasiqin idha waqab, na pia hasatan shari za usiku, na shari za wenye kufanya sihir, na shari za wenye kufanya uhasidi. Allah tulinde na kila ina shari. Semeni amin. Mmefahamu maana qul a'udhu birabbil falaq, sio? Najua nimechukua dakika 7, niruhusu niongeze dakika 3 nieleze maana qul a'udhu birabbin nas. Sawa? Sasa tunakuja katika aina ya 3 ya hii qul ya mwisho. Najua imeisha wakati. Nipe dakika 3 nimalize. Na kuomba, naomba, sio? Najua nimechukua dakika zenu 10, 7, lakini nitafikisha 10. Qul a'udhu birabbin nas. Angalieni, tunamuomba Allah mara 3 atuepushe na jambo moja. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yote haya tunamuomba Allah. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tukuomba utulinde na kitu kimoja, min sharri alwaswasil khannas.
Hasa angalia Allah alivyopanga. Hapa tuomba Allah tuepushe suratul Falaq shari za viumbe, shari za usiku, shari yenye kufanya sihri, shari ya mahasidi. Lakini suratul Nas imekuja kutufundisha namna Allah atakavyotulinda kutokana na shari ya majini. Na hawa jini wako na sifa hatuwaoni. Ndipo tuomba Allah mara tatu, Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, min sharri alwaswasil khannas. Waswasil khannas ni mada ndefu na nitafanya kwa haraka. Waswas maana yake ni alladhi asema alwaswasu ma yulqihi ash-shaytanu fil qalb. Waswasi ni ile kitu shetani hukuletea katika moyo wako, katika fikra na mawazo. Hasa wewe wapata wazo, wapata fikra na hujui kwamba hiyo wazo imetoka kutoka shetani. Asema ba yaqa'u fi an-nafsi min amali ash-sharri ma la khayra fi. Ni kile kinachokuja katika nafsi yako katika shari ambayo haina khairi. Sasa wewe ona hii shari wataka kufanya, lakini hii shari chimbuko lake au asili yake limetokana na shetani kukupatia hiyo fikra. Na wewe hujui na humuoni. Alwaswas ndio maana ikakuja al-khannas. Al-khannas alladhi la tara, ni yule ambaye humuoni, na khannas yarji. Ukimtaja Allah yarudi nyuma. Ndio maana ameita khannas ay ar-raja', anayerudi nyuma. Kwa nini shetani atarudi nyuma? Atarudi nyuma ukimtaja Allah. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri alwaswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, katika kifua chako, min aljinnati wan nas. Sasa hii waswasi ataileta kwa njia nyingi. Atakuletea waswasi katika udhu wako. Watawadha leo yote. Ona bado warudia tena. Bali saa zingine utaosha zaidi ya mara 3. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam atukataza. Asema ukitawadha usimsikize shetani. Wengine wana bado haijaingia, bado hiyo haijapita. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema mwenye kuosha akatawadha zaidi ya mara 3 faqad asaa wa ta'adda wa dhalam. Amefanya makosa na amevuka mipaka na amefanya makosa na dhulma. Waswasi wake huja katika swala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema kuna sheitani yuko na wewe. Kila unapokuja kuswali yakuja kukushawishi waswasi. Wewe umeona leo Sheikh ametuswalisha salat al-fajr, amesoma suratul Furqan, sifat ibadur rahman. Raka pili amesoma suratul Jathia. Ile Qur'ani inakuingia mara unaona tu akili imetoka. Nani kazi ya nani? Ni sheitani. Waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi suduri, ile attention yako yavuta ya kutoa. Kwa hivyo afwan hakusoma suratul Jathia, amesoma suratul Dukhan. Kwa hivyo yoleta kukushawishi. Na hii tashwishi shetani hakuachi, bali yakuletea katika uhusiano uliokuwa na watu. Waswasi hii haiji katika maisha yako kukudhuru wewe peke yako, bali yafika wakati waswasi hii inakuja, athari inapatikana katika kudil na watu. Utamdhania fulani kwa ubaya, fulani wafikiria kwa ubaya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema alipomwangazia shetani, inna ash-shaytana qad aysa an ya'budahu, inna ash-shaytana qad ya'isa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-arab lakin fi at-tahrish bainahum. Shetani amekata tamaa, wale wanaoswali ajua kwamba hawatamwabudu, wameamua kumwabudu Allah, hasa walikuwa katika jazirati al-arab. Lakini kitu kimoja shetani amefanya bidii na ameweza, at-tahrish bainahum ay yas'a al-khusumat wash-shahna, kuleta utesi na kuleta shida na watu wakosane. Kwa hivyo hii waswasi al-khannas itakuathiri katika udhu, itakuathiri katika tahara, itakuathiri katika imani yako, itakuathiri katika swala yako, itakuathiri na uhusiano wako baina ya watu. Hii waswasi al-khannas muombe Allah kulinde naye, kwa sababu akiweza kukutia hii waswasi amekuharibia kila kitu. Ndio maana ni muhimu muombe Allah kulinde kutokana nao. Kwa hivyo leo tumejua katika adhkar sabah na masaa ayatul kursi
na qul 3 na zote tumetaja dalili, sio? Nafikiri tumepata faida, sio? Kesho tutaendelea zilizosalia. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.